Naitwa Fides Peter Awiso, ni mkurugenzi mwanzilishi wa shirika linaitwa Tanzania Epilepsy Organization. Epilepsy ni kifafa, najua watu wengi wanakijua, lakini watu wachache wamekuwa wakikizungumzia, na kama shirika letu tumejikita kutoa elimu kwenye jamii, kupunguza unyanyapaa, lakini pia ni kusaidia akina mama na walezi wa watoto wenye ulemavu wa ufahamu. Na sisi tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu sana na wilaya ya Ubungo, na tumekuwa tukishirikiana kwa ukubwa sana, na nafurahi leo siku ya wanawake ambao tumeadhimisha kwa wilaya ya Ubungo. Nimeweza kutambuliwa na kupewa tuzo kwa kazi ambazo nimezifanya. Kwa hiyo kwangu mimi sasa niseme kwamba hii ni shukrani kubwa, lakini hili ni kama deni la kunifanya niendelee kufanya kazi zaidi. Na kwa kifupi ni kwamba mimi ni mzazi wa mtoto mwenye kifafa kikali na ulemavu wa ufahamu, na ndio sababu iliyosababisha tukaanzisha hilo shirika. Changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni kwamba bado unyanyapaa ni mkubwa. Watu wanajua kifafa kipo, lakini bado elimu bado ni ndogo. Yes, hatujaweza kufikia maeneo mengi, japo tunafanya kwa ukubwa. Tunatumia mitandao ya kijamii, tunashirikiana na serikali, tunashirikiana na mashirika mbalimbali, kwa sababu changamoto ya unyanyapaa sio tu kwa Tanzania, ni kwa Afrika nzima. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tunakutana nayo, na tunaalika wadau wengine waweze kutusaidia tuweze kufika mbali zaidi, tuweze kufika vijijini huko ndani, lakini tuweze kusaidia wahanga, matibabu na hata vipimo, kwa sababu dawa ziko tofauti, vipimo pia ni gharama, hata tuweze pia kuwakatia bima wenye hii changamoto. Wito wangu kwa mwanamke ni kwamba anza. Yaani simu ya mwaka huu anasema give to gain. Give to gain. Maana yake toa, alafu ndio unaweza ukapokea. Mimi nilitoa, sikutoa tuseme ni hela, ila nilijitoa muda wangu, nilitoa elimu kwenye jamii, nikajitoa. Nilichokipokea, nilipokea uongozi. Sasa hivi mimi ni mkurugenzi mwanzilishi wa hili shirika. Nilipokea community, nilipokea watu ambao sasa hivi tunafanya nao kazi. Nimepokea recognitions kama hizi hapa. Kwa hiyo mwanamke unayepitia changamoto, hebu iangalie changamoto yako kwa jicho la utofauti. Usiangalie kama kitu ambacho kitakumaliza. Angalia ni kama kitu ambacho kimeletwa kwenye maisha yako kwa ajili ya kuleta suluhu kwenye jamii. Sisi tuna champions haki za watu wenye kifafa, lakini pia tunafanya kazi na wazazi wenye watoto wenye ulemavu wa ufahamu. Ofisi zetu ziko Kimara Suka, eneo linaitwa Blue Gate. Ukifika tu hapo Blue Gate utakuta ofisi zetu pale. Yes, tunapambana kuondoa unyanyapaa na kusaidia watu wenye kifafa waweze kupata haki zao, kwa sababu kwenye kifafa kitu watu wanachokumbana nacho zaidi ni huo unyanyapaa. Kama mwanafunzi ataambiwa asiende shule tena mpaka apone, mfanyakazi atafukuzwa. Kwa hiyo sisi tuko pale kuweza kubridge hiyo gap, kuhakikisha kwamba watu wanapata elimu sahihi na kujua namna ya kuwasaidia na hao anga wenye kifafa waweze kupata haki zao za kimsingi. Mimi sikujua kama leo nitapokea hii tuzo, kwa sababu nilikuja tu kwa sababu tulialikwa na wilaya kwamba kuna kongamano la wanawake. Kwa hiyo mimi nimekuja, na nilivyoitwa kwamba nimepokea tuzo nimefurahi sana, kwa sababu kwanza hili ni deni la kuendelea kufanya kazi kwa ukubwa zaidi. Na naamini pale ndani kuna wengine walikuwa hawanifahamu, lakini kupitia leo wameweza kunifahamu na kuweza kuendelea kutaka kujua na kuweza kuhakikisha hizi harakati za kuondoa unyanyapaa na kusaidia watoto zinaweza zikafikiwa kwa ukubwa. Niseme naishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mshukuru rais wetu mama yetu Samia Suluhu kwa kazi kubwa anayoifanya kwa watu wenye ulemavu, lakini pia kwa wanawake, na jitihada nyingi ambazo anatusaidia miundombinu na kila kitu kiweze kwenda vizuri.